Nikukaribishe sikilizaji kwetu News Event Kato mahali popote unapotutegea sikio. Karibu tena kupata habari zetu za wasaa kama nao. Kumbuka unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa za mtandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na kurugenzi kuu ya uhamiaji DGM ilinyang'anya pasipoti kiongozi wa upinzani Deli Sesanga katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili siku ya Jumapili na kumzuia kupanda ndege kwenda Ulaya ambako alikuwa akipangwa kupata matibabu. Mpango wa mtiririko wa pesa tasmini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Juni 2026 unaashiria na kesi ya umma ya CDF bilioni 332. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani alilahani mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait siku ya Jumapili. Mkuu wa jeshi wa Uganda aliamuru kufungwa kwa kikundi kikuu cha habari huru nchini humo siku ya Jumapili baada ya kukamatwa chini ya amri yake na wanasiasa na wanaharakati. Le Monde iliripoti taarifa hiyo. Tupate taarifa kamili. Tutaanzia jijini Kinshasa ambapo kurugenzi kuu ya uhamiaji DGM ilinyang'anya pasipoti kiongozi wa upinzani Deli Sesanga katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili siku ya Jumapili na kumzuia kupanda ndege kwenda Ulaya ambapo alipangwa kupata matibabu. Maafisa wa uhamiaji walimwamuru afike mbele ya mahakama kuu bila hata hivyo kumjulisha sababu za wito huo. Aliyewasilishwa kama mkuu wa operesheni za muungano wa AFC-M23 RDF ameripotiwa kuuawa huko Kasenyi, si mbali na Rubaya katika eneo la Masisi wakati wa mapambano makali ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya wazalendo na RDF tangu Ijumaa tarehe 26 Juni 2026. Mpango wa mtiririko wa pesa taslimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Juni 2026 unaashiria na kesi ya umma ya CDF bilioni 332 kulingana na ripoti ya mtazamo wa kiuchumi kutoka Benki Kuu ya Kongo BCC iliyoshauriwa na ACP Jumapili. Mpango wa mtiririko wa pesa taslimu ya serikali kwa mwezi unaopitiwa unaonyesha na kesi inayotarajiwa na CDF bilioni 332 inayotokana na mapato ya bilioni 1.970.1 na matumizi ya bilioni 2.302.1. Ripoti inasema. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani alilahani mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait siku ya Jumapili, akionya kwamba ongezeko zidi la mashambulizi linaweza kuhatarisha juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni katika eneo hilo. Shirika la habari la Uturuki Anadolu liliripoti taarifa hiyo. Ninalahani kwa nguvu zote mashambulizi mapya ya Irani ambayo yameibuka Bahrain na Kuwait katika saa za hivi karibuni, ambayo serikali ya Italia inaelezea mshikamano wake kamili, alisema hayo Tajani. Ni muhimu kuepuka ongezeko lolote ambalo linaweza kuhatarisha makubaliano yanayopatikana kwa shida, aliongeza pia kusema hivyo. Mkuu wa jeshi wa Uganda aliamuru kufungwa kwa kikundi kikuu cha habari huru nchini humo siku ya Jumapili baada ya kukamatwa chini ya amri yake kwa wanasiasa na wanaharakati. Le Monde iliripoti taarifa hiyo. NTV na Monitor zimefungwa hadi leo. Nchini Uganda, siamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinapaswa kuongozwa na viongozi wa mapinduzi, alisema Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda, kama alivyonukuliwa na Le Monde. NTV wala Monitor hawatafunguliwa tena bila ruksa yangu. Kuanzia sasa, vyombo vyote vya habari nchini Uganda lazima vifuate sheria, aliongeza hivyo kiongozi wa kijeshi wa Uganda. Jijini Kinshasa ni kwamba mwili wa kijana mmoja aliyekufa uligunduliwa Jumapili hii katika kitongoji cha Lape kwenye barabara ya Nkinzele kwenye makutano ya barabara ya Grand na barabara ya La Savane katika wilaya ya Kisenso.
Kulingana na mashahidi waliokuwepo eneo la tukio, marehemu alikuwa mwanaume mzima aliyefariki yapata saa 3:30 za usiku. Naibu Waziri Mkuu wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani anawaagiza magavana wa majimbo yafuatayo: Kinshasa, Chopo, Otuwele na Batuwele kuchukua hatua za kuepuka mkusanyiko wowote wa watu wengi ili kuzuia kuenea kwa janga la virusi vya Ebola. Tunasalia mchini DRC ambapo chama cha Muungano wa Kidemokrasia na Maendeleo ya Kijamii UDPS kimefuata tukio lake linalopangwa Jumapili Juni 2026 jijini Kinshasa, kikitaja marufuku ya mikusanyiko ya watu wengi inayotangazwa na serikali kuu kama sehemu ya mapambano dhidi ya janga la Ebola katika jimbo la Ituri. Tangazo hili lilitolewa na katibu mkuu wa chama hicho na rais wa mpito Auguste Kabuya. Upinzani unaona hii kama mkakati wa kuzuia mkutano wake unaopangwa kufanyika Julai 8. Akiwa katika ziara ya kikazi Mohanda, makamu waziri wa ulinzi wa taifa pamoja na wapiganaji wa zamani Mr. Guy Kabombo Mwadiamvita alishiriki furaha ya ushindi ya Leopard pamoja na wanajeshi wa FARDC wa kanda ya 12 ya kijeshi. Tukio hilo la mshikamano wa kizalendo limekuwa ishara ya fahari ya taifa na mchezo wa motisha mpya kwa wanaume na wanawake wanaojitolea kila siku kulinda na kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazingira ya furaha na umoja wa kitaifa, viongozi wa wanajeshi walisherehekea pamoja mafanikio ya kihistoria ya Leopard, ushindi ambao umeleta matumaini mapya, kuimarisha moyo wa uzalendo miongoni mwa wananchi na vikosi vya ulinzi vya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu wa Kongo 6 kati ya 10 wanaamini nchi yao inaelekea upande usiofaa, kulingana na utafiti wa kitaifa wa simu uliofanywa April 2026 na taasisi ya Marekani ya Geopol kwa ajili ya Ebutel. Sikilizaji wa Kwetu News 24, ni hapa ndipo kabisa tunafika mwisho wa habari zetu za wakati kama na huu. Kumbuka habari hizi unaweza kuzipata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Kwa niaba ya timu nzima Kwetu News 24, mimi sina la ziada nikisema kwa erini na muwe na siku njema.